hallelujah, hallelujah, sing hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen, sing hallelujah, amen. Haya, huyo ni mke wangu. Ninashukuru Mungu kwa sababu yake na amenivumilia. Si ati ni vile mimi ni mzuri sana, lakini amenivumilia na ninashukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. I just want to invite our online followers. I want to invite you to this great service. It is a service of the word and fellowship. And I know that God is going to bless you as you listen to the word of God. I will speak in English and also Swahili so that each one of us can understand. So welcome on board and feel welcomed to this forum and in this preaching. That is Deliverance Church Rungiri. You are connected to Deliverance Church Rungiri in Kenya, East Africa. Thank you. Welcome. Today I want to speak about pretenders. Nataka kuzungumza kuhusu wanafiki. Mtu ambaye ni mnafiki. Pretender. Pretender. A pretender is a person who is a pretender is somebody who continually do not do what that person is supposed to do. Ukimwona kwa nje unaona kwamba anaweza kufanya hilo jambo ama kuzungumza kwa uzuri, lakini unapata sio vile alivyo. Many people are fake actors pretending to be loyal. Many people are fake actors. They pretend that they are with you. They are together with you. They are laughing with you. They are crying with you. But in reality, they are your enemies. Watu wengi wanajifanya kwamba wako pamoja na wewe. Wanazungumza mambo mengi kukuhusu. Lakini at the back of your mind, hamuko pamoja nao. Hao ni maadui wanataka kukuangamiza. Na hao watu walikuwako wakati wa Yesu. They were pretending to be with Jesus. Hata kila wakati walikuwa wanafurahia matendo yake. Wanafurahia vile ambavyo anaponya watu. Wanafurahia ile mikate ambayo Yesu Kristo anatengeza. Na yale maji ambayo anawapatia wanafurahia. Lakini at the back of their mind, they were pretenders. Walikuwa ni watu wanafiki. Wanafiki. And every leader, whether in the social life, whether in the political life, whether in Christianity, every leader will face the threat of these people, pretenders. You will face them. Whether you're in the political world or you are in a social world, you will face these people. Utakutana na hawa watu wanafiki. Hata uwe kwa siasa, uwe ndani ya kanisa, uwe huku kwa mitaa, social life, kwa mitaa. Utakutana na hawa watu ambao ni wanafiki. Wanajifanya wako pamoja na wewe, lakini kuna kitu wanatafuta kutoka kwako. Lakini nyuma ya mawazo yako ni maadui. Ndio wanataka kukuangamiza. Ndio wanataka ukufe. Ndio wanataka uishe. Ndio wanataka wewe usifaulu maishani. They are pretenders. Watakiwa na wewe hapo, anacheka na wewe. Ukiwa unalia, analia na wewe. Kwanza anatoa sauti ile kubwa. Wakati unapitia matatizo, yeye hapo pale, kwanza anahuzunika ile ya ajabu hata kuliko wewe mwenye unapitia matatizo. They are pretenders. Matthew chapter number 23 and verse number 14. Matthew 23 and verse number 14. Na nataka unifuate vizuri kikamilifu. Na ili tuweze kujiangalia hata sisi wenyewe kupitia hili neno. Matthew 23 and verse number 14. Biblia inasema hivi katika Mathayo 23 mstari wa 14.
Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu. Kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. 15. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu, ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu. Akiisha kufanyika, mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Yesu anazungumzia kanisa, maana Mafarisayo na Masadukayo walikuwa ni viongozi wa hiyo wakati. Mafarisayo walikuwa ni watu ambao wanaongoza ibada katika hekalu. Masadukayo walikuwa ni waandishi. So kwa hivyo hawa watu ni watu ambao walikuwa wanaongoza taifa, ni watu walikuwa wanaongoza makanisa, walikuwa ni wazee wa kanisa, wengine walikuwa ni viongozi katika baraza la wazee wa kijiji. Kwa hivyo Yesu anazungumza kuwahusu. Anasema ole wenu Mafarisayo na Masadukayo. Ole wenu. Ukianza pale juu katika mstari wa 13, utaona Yesu anawazungumzia hawa watu na anawaita wanafiki. Wanafiki kwa sababu ya yale mambo ambayo wanatenda kinyume ya vile wanavyozungumza. Wanatenda kinyume ya vile ambavyo kunatakikana wafanye. Wanatenda kinyume. Yesu anawaita wanafiki. Wafilipi mlango wa 1 mstari wa 18. Paulo analizungumzia kanisa la Wafilipi. Philippians chapter number 1 and verse number 18. Our greatest apostle is speaking to the church at Philippi. Na anawaambia namna hii katika Wafilipi mlango wa 1 mstari wa 18. He is speaking these words and he is saying, anasema maneno haya, yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa. Na kwa hiyo nafurahi nao nitafurahi. Paulo anasema ni kwa hila, ama ni kwa wasiwasi, ama ni kwa njia ya uongo, ama udanganyirifu wowote. Hata katika hayo mambo yote, Yesu Kristo anahubiriwa. Katika hiyo hali ya kuwa munafiki, katika hiyo hali ya kuwa mtu wa ukweli, kulihubiri neno la Mungu, kulitendeza neno la Mungu, zaidi ya mambo hayo yote, Kristo Yesu anahubiriwa. Bwana asifiwe. Na hii injili ya leo ambayo ninaenda kuihubiri, ambayo ninaihubiri, itatusaidia sisi tuwe waangalifu sana. Tuwe watu waangalifu. Ni nani aliye karibu na sisi ambaye ni mtu anatenda kinyume? Rudi katika Mathayo mlango wa 7. Matthew chapter number 7. Can we go back to Matthew chapter number 7 and verse number 16 to 20. Ninaenda haraka, lakini wewe ukifika nyumbani utaweza kupitia maneno haya. Matthew chapter number 7 verse number 16 and verse number 20. The Bible says, mstari wa 16, mstari wa 20, mtawatambua kwa matendo yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Kwa hivyo tutatambua hawa wanafiki kwa matendo yao, kwa sababu hawataendelea kujificha. Kuna wakati Mungu atawachimbua, watajitoa kimasomaso, tuweze kuwajua na kuwatambua. Watajitoa hao wanafiki na tutaweza kuwajua. Kwa hivyo tutawajua kwa matendo yao. Mstari wa 20 neno hilo linarudia, ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kwa sababu miiba, mti wa mwiba hauwezi kuzaa machungwa. Mti wa mtini hauwezi kuzaa, mchongoma hauwezi kuzaa maembe. Hapana, utazaa mchongoma. Mti wa mwiba utazaa miiba ile ambayo inadunga. Kwa hivyo utawajua kwa matendo yao.
Na mtu mzuri hawezi kutoa kitu kibovu ndani yake, atatoa kitu kizuri ndani yake. Lakini mtu mwovu atatoa kitu kizuri ndani yake, atatoa kitu kibaya ndani yake. Wacha niwapatie mifano ya watu kadhaa katika Biblia ambao walikuwa ni wanafiki wa kweli kweli. So do not trust what you see. Look beyond the perfect picture that is presented to you and see the real. What you need to do not trust what you see. Usitumainie, usiweke matumaini yako kwa vile vitu unavyoviona ama kwa watu unaowaona. Usiweke matumaini yako. Hata viongozi mlioko hapa, msiweke matumaini yenu yote kwa vitu ambavyo mnaona. Don't put your trust on what you see, because what you see sometimes it is not real. Sio ya kweli ambao unaiona wakati mwingine. Kwa hiyo unahitaji kujihadhari, wewe mtu wa Mungu. People who do not say anything when they are in your presence but talk a lot in your absence, those people are pretenders. Wale watu ambao wanazungumza, hawazungumzi kitu chochote wewe ukiwa hawazungumzi. Kazi yake tu ni kutingiza kichwa na kusema okay ama hasemi kitu chochote, lakini yako pale anakusikiza. Lakini ukitoka hapo, yeye ndio kasuku namba moja, anazungumza mambo mengi, anazungumza mengi. Huyo ni mnafiki, mtu wa Mungu. Don't trust such a person. Ni mnafiki, huyo ni mnafiki kabisa. Judges chapter number 16, nimpatie mfano wa kwanza. Waamuzi 16 mlango mstari wa 4 na 8. Utasoma mpaka 22. Taenda ukirukaruka tu mpaka 22. Hapa tunamuona mfano mzuri. Sitaweza kuisoma yote, lakini neno la Mungu linasema hapa tunaona mfano mzuri wa huyu dada ama huyu mama ambaye anaitwa Delila. Delila anajifanya kwamba anampenda Samson. Ana unafiki ndani yake ambao ameuficha, kuonyesha ati kwamba anampenda Samsoni. Mpaka wakati mmoja anamleta Samson, anamlalisha kwenye mguu wake na Samsoni anapiga magoti kwa huo mguu, anajifanya analala, lakini anabembelezwa ni huyu Delila, mpaka anatoa siri zake za nguvu yake, za maisha yake, anatoa siri zake zote. Na anapotoa zile siri ndio zinakuja kumwangamiza baadaye, ndio zinakuja kumaliza huyu mtu wa Mungu. Delila alikuwa ni mnafiki, na hata leo hii tuna Delila wengi sana ambao ni wanafiki ambao wako miongoni mwetu, aidha katika jamii ama katika ulimwengu wa kiroho. Tuko na madelila ambao ni wengi sana na wanataka kutuua. Delila huyu wa Biblia, kitu cha kwanza ni mambo matatu ambayo ninaona kwake unaposoma hapa. Kitu cha kwanza, alikuwa ni muongo. Anamdanganya Samson, anambembeleza Samsoni kwa uongo, na anamleta Samsoni karibu na yeye, mpaka Samsoni anakubali kusikia na kupokea yale maneno anayozungumza. Jambo la pili, alikuwa pia ni mtu ambaye alikuwa na hila nyingi sana. She was a deceiver. Alikuwa na hila nyingi sana, njia za kuongoza huyu jamaa ambaye anaitwa Samsoni, ili akaweze kuingia katika trap yake na aweze kumkamata zaidi. Jambo la tatu, she was a murderer. Alikuwa ni muuaji Delila, na ndiposa alimleta Samsoni karibu naye ili aweze kumwangamiza. Mtu wa pili ambaye tunaona example ya pili ni Judges chapter number 4, Waamuzi mlango wa 4. Waamuzi mlango wa 4 mstari wa 17 hadi 31. Tunamuona huyu jamaa ambaye alikuwa anaitwa Jael. Jael was a pretender. Jael alikuwa ni mtu munafiki sana. She deceived the commander of the Canaanite army. Akadanganya yule
kiongozi jemedari wa hili jeshi la Wakanaani, akamdanganya, akamwambia usiogope, akajaribu kumwambia wewe jipe moyo na uweze kutulia, kuja tu kwa nyumba yangu na uweze kutulia. Akamkaribisha katika nyumba yake, na alipomkaribisha katika nyumba yake, hapo ndipo huyu mfalme alipouawa. Sasa alipouawa akamuua, na akaweza kummaliza kwa kumpigilia msumari kwenye kichwa chake. Akachukua msumari mkubwa akaugongelea kwenye hicho kichwa. Huyu jamaa alipolala na kutulia katika nyumba ya Jael. So Jael was a pretender. Akamuua Sisera kwa kumpigilia na msumari. Wewe mtu wa Mungu, leo ni watu wengi sana ambao wanazungumza kama huyu Jael, kwa sababu Jael was a soft spoken man. He was very much comforting. Jael was very much comforting, and she was a pretending lady, ambaye alijifanya kwamba yeye anaweza kutuliza moyo wa Sisera, anaweza kumtuliza, anaweza hata kumlaza katika nyumba yake, lakini mwisho wa mambo alimpigilia msumari ya kichwa akafa. And we have such people today ambao wanakuvuta kwa turapu yao ili waweze kukuangamiza na kuangamiza hata maono yako. Kuna watu ambao utaenda kuzungumza maono ulio nayo. Kuna mtu utamwambia ndoto ulio nayo kuhusu maisha yako, na atakuvuta karibu na yeye ili aweze kuangamiza hiyo ndoto na hayo maono, ili usije ukayafikia siku za usoni, ili usiafikie wewe mtu wa Mungu. Kwa hivyo jihadhari. Ni nani unaenda ukizungumza na yeye mambo ya moyo wako? Ni nani unaenda ukimwambia siri zako? Ni nani unaenda ukimwambia maono ulio nayo? Wengine unamwambia uliota namna hii, anataka kukuangamiza. Wewe mtu wa Mungu, jihadhari sana. Hata wewe ambaye uko nyumbani unanisikiza, jihadhari sana na Jael is a pretender, katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tumesoma katika nakala hizi 2 Samuel chapter number 13 and verse number 22. Nakupatia tu vidokezo, ukifika nyumbani utaenda kusoma 2 Samuel chapter number 13 verse number 22 to 29. We see Absalom. Absalom was a pretender. Absalom alikuwa ni mtu munafiki, alikuwa na unafiki ndani yake. Anajifanya kwamba ni mtu mzuri, lakini ndani yake ni mtu wa kuharibu. Wacha tuangalie huyu Absalom. Absalom pretended to love his brother when he invited him for a party. Alijifanya kwamba anaweza, yani yeye alikuwa mnafiki kwa ndugu yake, anamwalika katika nyumba yake ili aweze kula pamoja naye na aweze kusherehekea pamoja naye. Lakini mwisho wa mambo, unaposoma hiyo hadithi, utaona kwamba hiyo mwisho wa hayo mambo yote hakukuwa na sherehe yoyote. That party was a hoax. Hakukuwa na sherehe yoyote. Lakini ile sherehe ambayo walikuwa wanasema ni sherehe, ulikuwa ni mpango wa kumuua Amnoni. Na Amnoni alikuwa ni mrithi wa kiti cha ufalme katika nyumba ya Daudi. But ukisoma ile hadithi ambayo iko hapa katika nakala zetu, utaona kwamba Amnoni kuna dhambi alitenda ya kulala na dada yake na kuondoa ubikira wake. Ndiposa Absalom akawa na uchungu sana, akatafuta vile atakavyomaliza huyo Amnoni. Akamaliza na akamaliza hata ufalme wa Amnoni. Amnoni hakutawala tena. Watu wa Mungu, kuna wanafiki. Leo hii hata nikikuinua hapa kanisani, hata uinuliwe katika nchi. Sasa ukiangalia ni wakati wa siasa. Angalia ni wakati wa siasa. Watu wa Mungu, si ni wakati wa siasa? Kuna watu wanachipuka ambao wanataka hivi viti vya uongozi katika MCA, governor, senators, even the president. Kuna watu wanainuka, lakini wanapoinuka kuna watu wanawaongoja, wanazungumza machafu kuwahusu. Wanataka kuua their ambitions. Wanataka kuua maono iliyo ndani yao ya kutawala.
wanataka kumaliza kabisa, wamalize. Hata ndani ya kanisa kuna watu ambao wana hiyo roho ya Absalom. Ukiinuka kidogo ndani ya kanisa na uanze kuongoza vizuri, uonekane huko na feva kidogo ndani ya nyumba ya Mungu, kuna wengine wanaingiwa na hii pepo chafu, wanaanza kuzungumza machafu kuhusu. Hata wengine tuko nao katika nyumba ya Mungu, lakini wanataka kuua ile bidii ulio nayo, ile maono ulio nayo, ile ndoto ulio nayo, wanataka kumwagia maji baridi. Ole wenu kama wewe ni mwana deliverance na una hiyo roho ya Absalom, ninaiombea ikufe sasa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni roho chafu ya kutaka wale wengine warudi chini, waanguke, wasiinuke. Hapa ni kiwanja cha watu kuinuka na watu kutendeza gift zao kazi. Bwana asifiwe. So kwa hivyo usiwe Absalom. Mtu mwingine wa tatu, ili niweze kuwapatia points kadhaa na niweze kumaliza. Joshua chapter number 9 from verse number 3 to verse number 16. Unaona kulikuwa na udanganyilifu wa Wagideoni. Hawa Wagideoni walikuwa na unafiki mwingi sana. Wakaja kwake Yoshua, wakajifanya kwamba hao ni watu ambao wana shida sana, wamerarukiwa, wako na njaa na wanataka msaada wa Yoshua. Lakini kumbe at the back of their mind walikuwa ni majirani, na wanamwambia Yoshua, sisi tumetoka mbali sana na tumetembea mguu kwa siku nyingi, hatuna chakula, hatuna maji, kwa hivyo tuna njaa na tumerarukiwa. Kwanza walikuwa wamevaa manguo ambazo zimeraruka mataro, manguo ambazo zimeraruka. Kwa hivyo ungewaona hata kama ni wewe, ungewahurumia, ungewapatia chakula, ungewapatia chochote wanachohitaji. Lakini kumbe hawa watu at the back of their mind, they were pretenders. Walikuwa ni wanafiki. Wanataka kuja kujua Yoshua na timu yake na hii jeshi yake wanawezaje kupiga watu waue. Hao Waisraeli wamepataje nguvu hii yote? Wanataka kujua. Lakini Yoshua alipojua kwamba hawa watu walikuwa ni majirani tu hapo karibu, the rest ni historia. Kulikuwa kubaya sana. Watu wa Mungu wanafiki hata leo bado wako. We have them. In the New Testament, when you read in Luke chapter number 22, in the New Testament, Luka 22 mstari wa 3 hadi 6, uruke uende mstari wa 45 hadi 48, utaona huyu jamaa anaitwa Judas Iskariote. Alikuwa ni munafiki wa hali ya chini. Mara ya kwanza Judas alijifanya kwamba yeye ni mwaminifu, ni mfuasi mwaminifu wa Yesu Kristo. Akajifanya hapo karibu sana na Yesu Kristo. Lakini ndani yake kulikuwa na unafiki ndani yake. He was a traitor. Alikuwa ni mtu ambaye a traitor, mdanganyifu. He was a deceiver, a murderer. Angalia huyu Judas anakuja kumwambia askari kwamba Yesu yuko mahali fulani. Huyu jamaa anayeponya watu, huyu jamaa anayezungumza kwamba yeye ni mfalme wa wafalme, huyu jamaa ambaye anasema baada ya siku 3 atafufuka akifa, ako mahali fulani. Anaita askari, wanakuja kumshika Yesu na anaambia askari, yule ambaye mtaona ninambusu, huyo ndiye. Lakini alikuwa kwa meza moja wanakula na Yesu, alikuwa kwa meza moja wanafurahia na Yesu, alikuwa kwa meza moja wanakunywa na Yesu, lakini katika moyo wake alikuwa na unafiki. Na Yesu anatambua. Ukiendelea kusoma utaona kwamba Yesu anatambua kwamba katikati yao kuna mnafiki, na anasema mmoja wenu hapa atanisaliti. Mmoja wenu hapa atanisaliti siku ya leo. Na wafuasi wanaulizana, ni nani huyo tumpige mawe? Ni nani huyo tumkamate tumpige, tumuue? Wanaulizana. Hata hapa ndani ya kanisa hii leo hii
kunaweza kuwa kuna watu kama hao ambao walikuwa siku ya Yesu Kristo. Pengine leo hii mtu aje hapa anisingizie, aseme mchungaji aliiba. Hata hiyo gari mchungaji ni kuiba, aliiba. Hata nilimuona akiwa anavuja benki wanaiba. Kuna wengine wenu hapa hawatanitetea. Hawatasema mchungaji wetu hawezi fanya hivyo. Watasema hata kuna mwingine atasema huyu anajua kabisa. Tangu zamani. Kwani mnafikiri ameanza leo kuiba? Nyinyi hamjui. Huyu alianza kitambo. Na ndiye amenikuta tu juzi tu nikihubiri hapa. Hata amenijua tu juzi. Hata anijui. Lakini nasikia akisema, wewe unamjua. Kola. Wale nafikiri wale watu wanawekewaga tile wanachomwa. Wote wakaweza. Wengine ni kusingiziwa. Na wanafiki wanakuja kwanza ndio wanaleta tile mbio mbio. Anasema, huyu ni kijana analeta tile, weka mafuta, weka taya. Na wanachoma. Sio wote wawezi. Wengine wanasingiziwa. Kuna wanafiki mpaka hata nje, hata mahali unaishi. Mahali unaishi kuna wanafiki. Anakuombaga chumvi. Kibiriti ya asubuhi anakimbia kwako. Mbio na kibiriti ni shilingi 5, lakini anakuja tu kwako. Mbio. Watoto wasiwapikie chai. Nisaidie kibiriti. Sukari, nini anakuja kwako. Kila kitu anakuja kwako. Amepata mgeni. Mgeni ana mahali ya kulala, anakuja kwako. Nisaidie tu mgeni alale leo tu kwako, kesho anaenda. Lakini baada ya siku ambazo sio nyingi, huyo mtu ndio utakuta amekuanika pale. Amekuanika kwa baraza. Hata ukimuona, hata ukimwangalia, hana mbele, hana nyuma. Sio vile. Wanafiki wako. Hata mahali unafanya kazi wewe, kuna mtu anajifanyaga ako pamoja na wewe. Saa zote ni kukuomba pesa, kwa sababu wewe una roho ya Mungu, unampatia, hata unamnunulia lunch. Hata kabla hajakwambia ninunulie, unamuita tu unamwambia, si tuende lunch hapa. Wewe unamnunulia miwa, unamnunulia matunda, mnakula pamoja. Unamnunulia madondo, anarudi ameshiba. Lakini huyo mtu at the back of the mind ni mnafiki. Hebu ingia kwa shida uone. Ama kuwa tu na matatizo tu kidogo tu uone. Anakuanika dunia yote nzima kazini, najua kwamba umetenda hivyo. Wewe ni huyo mtu. Hawezi kukutetea. Hata kama ni mambo ya kusingiziwa, ataongeza chumvi, sukari, pilipili, kila kitu pamoja inakuwa mbovu. Watu wako ikiwa walikuwa siku za Yesu, na kwanza wanakula na Yesu, alafu hao ndio wanaenda wanamsaliti, wanasema auawe. Aliponya wagonjwa wao, akalisha watu wao, akafufua watu wao waliokuwa wamekufa, lakini bado wanasema asulubiwe. Na wengine wanasema hata yeye ni mkubwa wa mapepo ambaye anaitwa Beelzebuli. Yeye ni mkubwa wao. Imagine, na anawaponya, anawalisha, anawafungua macho watu wao ambao ni vipofu, lakini wanasema ana pepo hilo mkubwa ambaye anaitwa Beelzebuli. Watu wanafiki na wako mpaka leo hii. Sasa na dakika 5 tu, ni ishara ipi ama utawezaje kujua mnafiki ni mtu wa aina gani? Ni ishara ipi ambayo itakuonyesha kwamba huyu mtu ni mnafiki? Ishara ipi itakuonyesha? Jambo la kwanza ambao ishara ambayo utaiona kwa hawa watu ama itakufanya ujue kwamba mtu ni mnafiki ni kwamba kuna watu ambao wako na temperaments mbili. Watu walio na hisia za hali mbili. And this temperament, they depend on who they are with. Na hizi hisia zinategemea wako na nani hapo karibu, wako na nani. Wakati mwingine, wakati mtu kama yule, wakati hapo na watu wengine kule nje, anacheka sana, anazungumuza, anakuwa ni rafiki sana. Na ndio kwa kizungu tunawaita sanguines. The sanguines. Akiwa kule nje, yeye ni msengwini, yani yeye ni sanguine,
ni mtu ambaye hisia zake unamwona ni mtu anacheka, anafurahi, anakuwa rafiki. Lakini hebu kuja karibu na yeye, wakati ako pamoja na wewe ananyamaza, ako serious, ni mtu ambaye hazungumzangi sana, au ni watu ambao tunaita melancholy, melancholy Beatrice na Kara, au ni wale watu melancholy. Akiwa na wewe ananyamaza, unafikiri ni malaika ametoka juu mbinguni ameshuka hapa duniani. Akitembea na wewe anatembea systematically, pole pole. Ukiongea kitu unasema amen, hallelujah, praise the Lord. Haongei mambo mengi, ni melancholy, hana vitu vingi, ananyamaza. Ni mtu ambaye hana perepere mingi, ananyamaza. Na ni mtu ambaye hapo serious mkiwa na yeye. Hata pengine acheke, hapo tu serious. Hata ukitoa joke, umwambie na hiyo umbwa, ina mikutano. Hawezi ona kitu fani ndani yako, lakini wacha awe na wengine. Akitoka tu mahali wewe huko, ameenda kwa wengine, stories zina bamba moto. Hata ukirudi hivi uzunguke ukute ni yeye, utashangaa ni huyu ananyamaza, ni huyu mtu ambaye hana maneno mengi. Kweli ni yeye, unashtuka. Si hao watu tuko nao? Mambo miongoni mwetu. Huyo mtu ni munafiki wa hali ya juu. Is a pretend. Na unahitaji kuangalia watu kama wale. People who seem to have two temperaments depending on who they are with. You need to be very, very careful with them. Because when they are with others, they are very jovial, they are chatty, they are friendly. But when they are with you, they are quiet, they are serious, they are pensive. Hawaongei mambo mengi, ni wataratibu. Ni watu wana udesturi mwingine, watu wataratibu sana. You need to be very, very careful with such people. Be very careful. Mtu wa pili ambaye ni mnafiki, ishara ile ambayo unaweza kufanya ujue huyo mtu ni mnafiki. They are people who have who are too perfect and dignified in their presentation of themselves. Ni wale watu ambao ni wasafi sana. They are too perfect and dignified in their presentation about themselves. Ni watu ambao wanaonekana ni watu wa heshima, watu ambao wanajifanya kwamba wana heshima nyingi, watu walio safi, na wakati wanazungumza kujihusu wao wenyewe, inakuwa ni mambo mengine. When they present themselves, such people have a picture of righteousness. They have a picture of perfection. They have a picture of orderliness. They have a picture of holiness. Such people. But when you look in the deep, this is what I call a facade of hidden things and dark secrets. Yaani ni wale watu ambao wameficha ule utu wao, wameuficha. Lakini yule mtu hebu kosea kidogo, ama fanya jambo lolote ambalo ni ovu, uone vile atakavyo kulipukia. Lakini ukimwona huku nje, unaona ni mtu mkamilifu, ni mtu wako sawa. Huyo mtu mimi ninamuita mnafiki. Mnafiki. Wakati anajipresent yeye mwenyewe, unaweza kuona kana kwamba ni mtu ambaye ni sawa, lakini at the back of the mind kuna mambo ambayo yako fiche ndani yake. Mtu wa tatu, ishara ya tatu ile ambayo inaweza kufanya ujue kwamba huyu mtu ni mnafiki, are people who are too nice. Ni wale watu ambao wanaonekana ni watu wazuri. Ukimwangalia ni mtu mzuri. Kila saa anakaa tu akismile. Kila wakati ni smile.
kila wakati. This person is ever smiling and grinning in every circumstance. Hata asikie kitu kibaya ama asikie kitu kizuri, yeye anakaa tu kusmile tu kila wakati. Smile. Na mimi hujiuliza, kwani huyu mtu hakuna siku anahuzunika? Hakuna siku anakasirika? Hakuna siku ako na hana furaha? Kila wakati ni kila wakati. Huyo mtu ni mnafiki. Huyo mtu ni mnafiki. Bwana asifiwe. Unataka kuniambia hakuna mtu huwa kasiriki? Wewe ambaye uko hapa, wewe ukasiriki? Sio unakasirika? Wewe mtu wa Mungu, sio unakasirika? Unataka kuniambia huwa hauviki, hakuna kitu kinakuudhi? Hakuna wakati unakuanga hauna furaha, haujisikii kuwa na furaha, hauna furaha, pengine ni maumivu ya mwili ama kuna jambo lingine, unataka kuniambia usikie kwamba hauna furaha? Si kuna wakati unasikia kwamba hauna furaha? Unasikia tu kukaa peke yako, unasikia tu kunyamaza. Si ni kweli? Na saa zingine unasikia hata unataka kutembea peke yako, unataka kutembea na watu. Unataka kuwa tu peke yako, alone. Yes. Lakini mtu huyu ni ever smiling. Ukimwangalia ni kucheka tu. Ako tu ever smiling. Ever smiling. Huyo mtu ni mnafiki. Mtu wa Mungu ni mnafiki. Na unahitaji kujihadhari sana naye. Another person ambaye ni mnafiki. Ishara gani utajua kwamba huyu mtu ni mnafiki? Ni kwamba they are non-committal. They don't commit themselves. They are non-committal. People who do not say good or bad. They don't comment anything. Watu ambao hawatoi, yani ni wale watu ambao hawajitolei kwa jambo. Hawezi kusema kama ni nzuri ama ni baya. Hawezi kusema. Hawezi kusema ndio ama hapana. Hawezi. Huyu mtu ni munafiki. Ukikuja yeye ni ndio. Ndio, twende ndio. Kuja ndio. Pereka ndio. Tembea ndio. Ama unapata ni opposite. Nipeleke hapa, hapana. Nilete hiyo kikombe, hapana. Si ukuje tu nikwambie mimi nataka kuambia, hapana. Shika hii karatasi, peleka pale, hapana. Yaani kwake kila kitu ni hapana. That person, huyo mtu ni munafiki. Is not committed. Hawezi kutoa maoni yoyote. They cannot comment. They cannot comment either good or bad. Ukiwa umevaa vizuri, hawezi kukuambia today you are smart. Hawezi. Hawezi kukuambia hiyo nywele yako leo umekaranga vizuri, haleluya, unakaa sawa sawa vizuri. Hawezi. Na hawezi kukuambia hata ubaya. Akwambia na hiyo longi. Wewe hujafunga zip. Na hawezi kukuambia hujafunga zip. Anakuangalia. Haongei kitu. Hawezi kukuambia hiyo socks yako bwana imeraruka huko nyuma. Ama long, ama dress imeraruka inakuonyesha nini nguo ya ndani. Hawezi kukuambia ati kwamba hiyo nguo yako imeraruka. Hawezi. They cannot comment on anything. Hata wengine nikihubiri hapa niruke nigonge hii pa. Hawawezi kusema haleluya, preach it pastor. Bwana asifiwe. Hakuna, they cannot comment anything good or bad. Hawezi. Hata ukimuuliza ni nini, hawezi kukuambia kitu chochote. They cannot. Hao watu ni wanafiki. Ni wanafiki. Bwana asifiwe. Umechaguliwa uimbe kwa kwaya hapa. Wewe mwenyewe umejitoa tu kwa kwaya. Tukikuuliza ni nini baya, mbona hujakuja kwa kwaya? Hakuna. Kuna mtu alikuwaza kwa kwaya? Hakuna. Ni uniform hujanunua kama hao wengine? Hakuna. Ni nyimbo ambazo zinaimbwa hazikupendezi? Hakuna.
Kuna mtu ambaye hakupendezi hapo, pengine sura yake ni mbaya, haupendi kuona. Hakuna. Yaani na umejitoa tayari, umeshajitoa kwa kwani. Watu wanaimba hapa, wewe umekaa chini. Umeshaachana kazi yako ile ambayo unafanya kanisani. Huyo ni mnafiki. Na hakuna kitu anasema kwamba nilikosewa ama kuna jambo niliona sio nzuri, lirekebishwe. Anajitoa tu na anakaa kando. Huyo ni mnafiki. Na kama uko hapa leo na wewe una hiyo tabia, jua kwamba wewe ni mnafiki na unahitaji kutubu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mzee akikuongelesha kwa nyumba, anaona hauna furaha, hautaki kumsafu vizuri, hautaki kumletea maji, hautaki kumpatia chakula, akikuuliza ni nini my dear, hakuna. Kuna mtu ametembelea kwa hii nyumba, pengine alitembea akiwa na roho mbaya, akaacha, hakuna. Ni nini? Hakuna. Nimekukosea, nitubu, niombe, niseme pole, ama nirekebishe, hakuna. Lakini hana furaha, hana nini. Huo ni unafiki umejaa ndani ya mtu kama yule. Bwana asifiwe. Ile ya mwisho, wanafiki wengine ni watu ambao wako na uhusiano mwingi sana. Are people who have a lot of relationships and affairs. Those people are pretenders. Wana uhusiano mwingi sana kule nje. They are pretenders, lakini akija kwako anajifanya yeye na wewe mko kitu mmoja. Karibu sana. Mko kitu mmoja. Jana tumekuwa harusi Kiambu. Na nimekuwa ninaongelesha, kuna mtu nilikuwa naongelesha msichana ambaye ameacha mume wake. Lakini ukiwaona yeye wanaishi nyumba tofauti. Mume anaishi kwake, amekodisha nyumba, ametoka kwake akaenda kukodisha nyumba, akaacha mama na watoto wa nyumba. Mimi kuwauliza shida ni gani? Tunaweza kuzungumza. Msichana yeye anacheka tu. Anacheka mpaka ananifanya mimi nacheka. Alikuwa anacheka, anasmile mpaka ananishika. Ananiambia basi. Ananiambia hakuna kitu. Anacheka. Lakini jamaa hapa amenuna, ako na uchungu fulani. Ukimsoma kwa uso unaona huyu jamaa ako na uchungu. Ninaambia msichana, si uniambie shida ni gani? Ni mama, ni watoto wawili. Namuuliza niambie shida ni gani? Tuweze kuzungumza ili tuweze kutatua saa hizi, kwa sababu ndio watu wanakula, ni saa ya lunch, watu wanakula kwa harusi. Na nimemaliza shughuli zile niko nazo. Sisi tunaweza kuzungumza, tuweze kutatua hili tatizo. Lakini huyo msichana hakuniambia. Alicheka, ikafika masaa ya keki, nikaenda kuzungumza naye. Hata ananipatia keki nikule. Tunaongea, anacheka. Ana smile, haoni kitu kubwa. Ana smile. Paka hata nafikiri mke wangu pengine alikuwa anashangaa anashikwa. Ni nini hao watu wanasema hivyo? Ana smile, lakini baadaye nikamwelezea. Anacheka tu, anafurahi. Lakini at the back of the mind of that lady, ana unafiki umejaa sana. Imagine hata baada ya kuzungumza ile maneno nilizungumza na yeye kidogo. Hakurudi, hakuambia mzee rudi nyumbani. Bado kila mtu alienda njia yake. Na ni watu wana pesa. Kila mtu ana gari yake. Kila mtu ana pesa zake. Huyu msichana ni mnafiki. Na najua hata pengine ananifuata kwa mitandao. Atajua ni yeye. Ni mnafiki. Ni pretender. Kwa sababu nikiongea na yeye unaona ana smile, anacheka tu. Lakini ndani yake kuna kitu kinamuuma ambacho hataki kutoa na kuzungumza. Ni pretender. Ana pretend. Na wewe mtu wa Mungu ambaye uko hapa, tunataka kuomba kwamba hii roho ya pretense, ya kupretend, ya unafiki ikushi. Yesu Kristo anamalizia na kusema, nyinyi Mafarisayo na Masadukayo ni wanafiki. Kwa nje mnaonekana kwamba mko safi. Anawafananisha na makaburi ambayo yamepakwa nini? Chokaa nyeupe, yakakuwa safi. Hapa juu unaona hiyo kaburi ni smart,
Ni nzuri sana, hata unaweza kaa juu yake, unaweza piga ka selfie juu ya kaburi. Lakini kitolewa hivi, ifunuliwe hiyo kifuniko, uangalie kitu iko ndani, huwezi tamani hata kukaribia, utatoroka mbio. Yesu Kristo anafananisha watu walio na hiyo tabia kama makaburi yaliyopakwa chokaa, watu wanafiki. Yesu Kristo anawafananisha na makaburi ambayo yamepakwa chokaa. Kwa nje wanaonekana ni wasafi, lakini ndani wameoza. Na isiwe sehemu yetu siku ya leo, isiwe sehemu yako katika jina la Yesu. Badilika. Kama wewe ni mnafiki, badilika. Hata wewe unayenitazama nyumbani na umesikia hili neno siku ya leo na unafiki, badilika. Pengine wewe ni mmoja wa wale watu ambao wanavaa sura ya kucheka, lakini ndani yako una uchungu mwingi na yule mpenzi wako ama rafiki yako ambao unaishi naye. Badilika. Omba Mungu leo hii akusamehe ili uweze kuacha hiyo roho ya unafiki. Na roho ya unafiki inasumbua watu wengi sana. Imevunja destinies nyingi, imevunja ndoa nyingi, imeharibu hata biashara nyingi sana, roho ya unafiki. Na ni ombi langu kwamba wewe unayenisikiza, wewe unayenifuata katika mitandao, kwamba hiyo roho ya unafiki utaikana na kuikataa ndani ya maisha yako katika jina la Yesu. Asante kwa kutufuata. Ninakuombea baraka za Mungu na neema ya Mungu unapoendelea hata kutufuata katika YouTube zetu na katika Facebook na Twitter katika jina la Yesu. Comment na subscribe to our YouTube channel, na Mungu wa amani akubariki sana. Shalom kwa wewe unayenitazama. Neema ya Mungu ikutosha na baraka za Mungu ziwe juu ya maisha yako. Kibali cha Mungu kikufunike popote unapoenda. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimekubariki. Amen.